Uvimbe kwenye kizazi na matibabu yake. Uvimbe kwenye kizazi ama katika mfumo wa uzazi na matibabu yake ni moja ya kitu ambacho watu wengi hawakifahamu, lakini pia wanaingia katika madhila ama matatizo makubwa ya kwenda mpaka kwenye operesheni. Na waheshimu madaktari, tunafahamu madaktari wanafanya kazi kubwa sana, lakini pia kitu ambacho ninachokipenda, kuna baadhi ya madaktari wanakuwa wazi. Ule uvimbe ambao ni wa kawaida haujafika katika kiwango cha operesheni, wengine huwa wanatoa dawa na kukwambia kwamba tumia dawa hizi tuangalie hali yako inaendeleaje. Sasa unapotumia unakuta haujapata matokeo, hapo wanakupa alternative nyingine, aidha kuingia kwenye operesheni. Lakini pia mimi kama Dr. Kuboja binafsi pia ninachokifanya, mimi kama Dr. Kuboja, endapo utaniletea vipimo vinavyoonyesha uvimbe wako ni wa kawaida ambao unatakiwa uanze na dawa na kuanzishia matibabu ya dawa, lakini ikionekana uvimbe wako umekuwa ni mkubwa zaidi na unatakiwa kufanyia operesheni, siwezi pia kukudanganya. Nitakuwa naisaliti taaluma yangu ya tiba asilia na nitakwambia nenda kafanyia operesheni haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho cha uvimbe ambacho hata daktari yeye mwenyewe hospitalini atakwambia kwamba hapa utatakiwa ukatumie dawa, hapa inabidi uingie theater haraka sana. Sasa hebu tusikilize swali hili. Anasema, dokta, tiba asili inaweza ondosha uvimbe wa kizazi ukaisha bila operesheni? Nikamjibu nikamwambia bila shida yoyote, nimeshawasaidia wengi na sishauri operesheni, maana huo ni ulemavu. Akaniambia, niliwahi ongea nawe kuhusu mke wangu PID, tuliwahi tumia dawa nyingi kwa muda mrefu ikiwemo za asili, ila hali za dalili zake ziliendelea kuwa pale pale. Nikamwambia, pole sana, ulisema utanirudia, nakumbuka. Anasema tukaamua akapige ultrasound. Anasema ikagundulika ana uvimbe kwenye kizazi na iko 4. Akaambiwa dawa atakayotumia aweza kuondoa uvimbe sentimita moja tu. Anasema ikabaki sentimita 3 na njia aliyopewa wasema afanywe operation kama anahitaji kuzaa tena. Na hivi ninavyokuambia aishi kawaida, hapa niko mbioni natafuta chumba ili aje huku nilipo nimfanyie operation, maana mimi nakaa nyumba za kikazi. Nikamwambia poleni, naomba tumwanzishie matibabu japo ni gharama kidogo. Sishauri afanye operation na kuzaa tazaa, wala usiwe na wasiwasi, wao sio Mungu, ni wanadamu tu. Kwa hiyo huyu ni mwanaume ambaye tuliwahi kuwasiliana huko nyuma, kuwa kuna changamoto za kiafya, akapotea kurudi tena, lakini sasa hivi amethibitisha baada ya kwenda kumfanyia mke wake vipimo na kuonekana kwamba mke wake ana uvimbe. Sasa amepewa dawa ya kuweza kuondoa uvimbe, lakini ikaonekana bado uvimbe ukabaki, na wakaanza kuinsist kwamba aingie kwenye operesheni. So baada ya hapo nikamwambia kwa aina ama kiwango cha uvimbe uliobaki inawezekana akafanyiwa matibabu ya asili na uvimbe ukaondoka moja kwa moja. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu huyu mtu alinitumia vipimo, tunaangalia ukubwa wa uvimbe uliopo. Kama ni uvimbe ambao hauwezi kuleta madhara, huyu mtu anaweza katibika hata kwa njia za asili. Kwa hiyo baada ya kunitumia vipimo vyake pia nikajiridhisha na kuthibitisha kwamba vipimo hivi vinamruhusu huyu mtu kuendelea na dawa na sio operesheni, na ndio maana nikatoa ushauri wa operesheni. So ameniambia atanirudia. Rai yangu kwa wewe ambaye unayetazama hapa, ni vizuri sana pia unapokuja kwa Dr. Kuboja uje na vipimo vya hospitalini niweze kuvitazama, niweze kuona, na mimi pia nitakupa ushauri nini cha kuweza kufanya. Kwa hiyo uvimbe katika uzazi unaondoka bila shida yoyote. Sasa tumeharibiwa psychologically, mentally, lakini pia hata kiroho tumeharibiwa sana. Hivi ni vitu ambavyo tulikuwa tuna uwezo wa kujitibu sisi wenyewe. Kwa hiyo hospitali tutabaki kuwapa heshima yao kama hospitali, lakini matibabu yetu ya asili yana uwezo mkubwa pia wa kuweza kutibu uvimbe na kuondoa bila shida yoyote. Kwa hiyo wewe ambaye uliokuwa umekata tamaa, hebu naomba tuwasiliane, nipigie simu
nielekeza changamoto yako, nitakuomba unitumie vipimo niviangalie, alafu nitakuelekeza nini cha kuweza kufanya. Ila tu habari njema ni kwamba uvimbe unatibika na unaondoka, itategemea na kiwango ama sentimita ya uvimbe ambao ulionao. Je, unaweza kupona kwa dawa ama unatakiwa uingie theater au katika chumba cha operesheni haraka iwezekanavyo? Kwa matibabu zaidi nipigie katika namba ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie mchana mwema na Mungu akubariki. Asante.